Balaa katika episode ya 4 linaendelea pale pale tulipokuwa tumekomea katika episode ya 3. Kama bado jitazama ya 3 basi kisha unagusa cheki pop up kinitokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Wapo katika kisiwa, wanapita juu ya moto ikiwa kama ni ibada, mmoja baada ya mwingine, lakini upande wa bidada Afrika kidogo ilikuwa ni changamoto kwani mguu wake uliweza kushika moto. Wao kuweza kuvuka moto katika eneo hili basi wakapanda daraja na mwisho wa siku akawa wanachorwa tattoo fulani hivi katika mikono yao wakiwa wanakaribishwa kama memba wapya katika hili kundi. Na ukiwa umechorwa nyota moja katika mkono maana yake wewe ni mwanafunzi level ya chini kabisa katika kundi hili, lakini utakapokuwa umechorwa nyota nyingine maana yake wewe ni mwanafunzi wa level kubwa zaidi. Na mwamba Eric akaendelea kusema kwamba katika kituo hiki kutaendelea kupokea wageni kila mara, wengi kadri tunavyoweza, lakini wote kwa yote tutatagua wale ambao ni bora zaidi ndio watakao kwenda kubakia katika eneo hili. Kumbe Eric na huyu bidada ambaye ni kiongozi hapa wana mahusiano, na siku ya leo alikuwa akijadili mambo yanayohusu hii kambi yao na kusema kwamba katika kambi hii lazima tuhakikishe kwamba tunasimamia vizuri na wasaliti lazima wauliwe. Lakini hoja kubwa ni kumtafuta yule mtu alikuwa ametuma ujumbe katika mifumo ya kikompyuta na kusema kwamba bidada lazima aweze kufa. Sasa huyu anamtafuta kwa sababu lazima atakuwa na mpango ulio hai. Hasa wakati huo mwamba Charlie akaendelea kutembea katika maeneo fulani hivi ya mapango ya bahari na akaweza kukutana na sehemu fulani hivi ambayo ukipita unakutana na upande mwingine tena wa bahari. Taarifa zote zikaenda kuwafikia Ivan pamoja na bidada Zoa, lakini Ivan akasema kuwa ninatamani kuweza kurudi nyumbani lakini sitaki kurudi kwa baba yangu. Hasa hapa katika maeneo ya kisiwa bidada Jenny akakutana na bidada Zoa na akaanza kupiga story 2-3. Na siku ya leo bidada Jenny akawa anasema kwamba hivi unajua wale viongozi wetu ni kwamba hawana uwezo wa kupata watoto na wameuchukua sisi kwa kutufanya kama watoto wao. Na hiyo ndio sababu wanazunguka dunia nzima kuhakikisha kwamba wanatafuta vijana wadogo kuwalea kama watoto wao. Na katika eneo hili huruhusiwi kabisa kupata ujauzito, ndio maana hakunaga watoto katika eneo hili. Na bidada Jenny akaongezea kwa kusema kwamba mwanamama Astrid akigundua kwamba una mpango wa kumsaliti ama unamsaliti basi hakuachi kabisa, dakika hiyo anakuchukulia hatua kwa sababu yeye kuleta vijana huku ni jambo la kawaida tu. Bidada akauliza kwamba kama huku hakuna watoto mbona mimi nimewahi kumuona mtoto katika nyakati za usiku, lakini bidada Jenny akasema kwamba huenda ulikunywa kile kinywaji cha blue ukaanza kuona maluelue. Mtoto kunaga kabisa huku katika kisiwa. Lakini bidada Zoa akaanza kumshawishi huyu Jenny kwamba kwa nini tusiweze kutoroka na kuacha watu wengine hapa tuende si nyumbani, lakini bidada akasema kuwa sitoweza kumwacha mtu hata mmoja na nitahakikisha kwamba nakomesha kabisa biashara hii. Siku ya leo balaa likapamia ndani ya nyumba ya bidada Astrid na ilitumika kadi ya mlinzi ambaye ni wa level 3 na anaruhusiwa kabisa kuingia ndani ya nyumba hii, lakini alikuwa amekuja na kisu na kutaka kufanya mauaji, lakini mwamba Eric akaweza kumuwahi huyu muuaji. Alimtembezea kichapo kizito huyu muuaji, lakini kwa bahati mbaya muuaji alikuwa amejifunika sura yake kwa hakuweza kumuona kabisa. Lakini katika hali isiyoweza kutarajiwa mwamba Eric akawa amepigwa kisu cha tumbo. Mwanamama akawa amemchukua mwamba lakini hakumpeleka hospitalini bali alimpeleka katika eneo fulani hivi ambao limejitenga sana na yule mtoto ambaye bidada Zoa aliweza kumuona siku za hivi karibuni. Kumbe huyu mtoto yupo katika mikazi hii hapa. Na huyu dogo anafahamika kama Isaac ndiye aliweza kumshonea mwamba Eric jeraha lake na akaendelea kumtibia. Upande wa pili tunaonyesha bidada Astrid akiwa ameitisha kikao cha bodi. Akatangaza kwamba kesho kutakuwa na wageni wengine kama 100 hivi. Kwa wale ambao tumewachagua hakikisheni kwamba watabakia katika eneo hili la kambi. Lakini kuna mtu akawa ameuliza Eric yuko wapi, alipaswa kuwepo hapa. Lakini mwanamama akasema kuwa Eric hajisikii vizuri kidogo anaumwa. Lakini hawa miongoni mwa watu ambao walikuwa ndani ya bodi walipokuwa wanatoka nje wakagundua kwamba katika nyumba ya mwanamama Astrid kulikuwa kuna kama matone mawili ya damu. Hasa huku tunaonyesha bidada Zoa akiwa amefuatwa na yule mpenzi wake akimwambia kuwa siku ya kesho nataka turudi wote nyumbani kwa sababu itakuja Yachi ambayo itakuja kuleta wanafunzi hapa kama 100 tena wapya. Lakini bidada Zoa namna ambavyo mwamba alikuwa anamjibu siku za hivi karibuni alikuwa amekata tamaa kabisa na kusema kwamba sitaki kushirikiana na wewe katika namna yoyote ile, kama utarudi kivyako. Mwamba Louis akatangaza kwamba kuna wanafunzi wageni watakuja kuingia katika hili eneo letu la kisiwa, watakuwa kama idadi ya watu 100 hivi. Kwa sisi kama wenyeji tunapaswa kuwapokea kwa moyo wa upendo, wa moyo unyenyekevu, lakini pia kwa kuwajali zaidi. Alikatolewa onyo kubwa sana, kama ukisubutu kutoroka kwa kutumia ile Yachi basi itakukuta hatari mbaya sana. Bidada akakata tamaa kabisa, akachukua gari moja hivi na kuanza kuikimbiza mpaka kuelekea katika maeneo ya kisiwa. Na wakati huo mwamba akiwa ameambatana na bidada Brenda wakazidi kumkimbiza bidada kuelekea huko ambako bidada alikuwa anaelekea katika maeneo ya fukwe. Lakini walipoweza kufika akagundua kwamba bidada Jenny kumbe tayari alikuwa katika maeneo hayo ya fukwe akiongea na bidada Zoa. Akajua kwamba hakuwa na mpango kabisa wa kuweza kutoroka. Tukirudi huku katika kambi bidada Afrika anamlaumu sana Astrid na kumwambia kwamba ni kwa nini mimi mnaniacha mnipeleki kule kwenda kuwapokea wageni. Lakini mwanamama akasema kwamba watu wengi wanaijua sana sura yako, kwa sio vizuri ukaonekane kule kwa wale wageni. Na ni kweli kabisa bidada Afrika alikuwa anapenda sana mitandao ya kijamii, kwa alikuwa na umaarufu kabla, kwa hata watu wakiweza kumuona huku watajua kwamba huyu mtu mbona tunamjua vizuri kabisa. Kwa upande wa pili mwamba Charlie kama kawaida yake anazidi kumwambia bidada Micah kwamba anampenda sana na anaamini kwamba hata kama atakuja kuondoka katika ile eneo la kisiwa hatowahi kumsahau huyu bidada.
Lakini bidada Mike alikuwa anajua hisa kwamba Charlie anamcholesha tu huyu bidada. Mwisho wa siku akawa anamwambia kuwa acha kabisa kuniigizia na acha kabisa kuniambia maneno yako ya kipumbavu kwa sababu utakuja kuponza. Wakiwa bafuni upande wa pili, bidada Jenny alikuwa akimwahidi Zoa kwamba atakuja kumpatia mtungi fulani wa oksijeni ambao bidada atakwenda kuzamia nao katika bahari na atapenda kupiga mbizi nao mpaka katika maeneo ambayo atakwenda kukutana na boti ambayo itakuwa inaondoka katika eneo hili la kisiwa. Lakini kitu ambacho bidada Zoa alikuwa ajui ni kwamba dada yake Gabi, kwa sababu alikuwa amewasha ile location, aliweza kukamatwa na mwamba David alipata mateso makali sana kwa kuweza kuondoka na ile bracelet katika maeneo haya ya kisiwa. Mwamba David alitoaga taarifa za bidada Gabi kwa sababu tu aliweza kuonyeshwa picha ya mama yake na kuambiwa kwamba tutakwenda kumwangamiza mama yako kama usipoweza kutuambia Gabi ni wapi alipo. Na mwisho wa siku bidada Gabi akawa ameweza kukamatwa. Na baada tu ya mwamba David kuweza kutoa siri ni wapi bidada Gabi alipoelekea, basi naye David akawa amepigwa risasi ya kifo. Hasa na wakati huo bana, yule mpelelezi wa baba yake na mwamba Alvin alikuwa akifuatilia ni wapi ambapo hii bracelet na asili yake ya kuweza kutokea, na alikuja kugundua kwamba hii bracelet inamuelekeza mpaka katika maeneo fulani vya kisiwa. Lakini mwanamama alipoweza tu kufika katika eneo hili la beach, ndipo alikuja kugundua kwamba kuna yachi moja ilikuwa inaweza kuondoka na alikuwa amechelewa kuweza kuikuta yachi hii. Wakati huo bidada Africa, kwa kuwa alizuiliwa kuelekea kwenda kuwapokea wageni, basi alikuwa amekasirika sana na kuanza kuondoka katika maeneo haya. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba alikuta ile kadi ambayo bidada Astrid alikuwa anaitumia, na hii kadi ndio ilikuwa imeweza kutumika na ule muuaji wakati ameweza kuvamia pale nyumbani kwa bidada Astrid na kuweza kumchoma kisu mwamba Eric. Moja kwa moja akaitumia ile kadi kuingia katika store ambayo bidada anaitumiaga wakati mwingi, lakini katika kukagua hakuna kitu cha maana alichoweza kukiona. Zaidi ni kwamba aliweza kuiona ile alama ambayo inafanania na ile tattoo ambayo iko katika mikono yake. Akakichukua kile kidude na akafananishia na ukuta fulani ambao ulikuwa huko kando yake, lakini kumbe ukikiweka tu pale katika ukuta, basi kuna mlango fulani hivi asili unafunguka na moja kwa moja akawa ameingia huko upande wa pili. Na sasa huko upande wa pili wa kisiwa watu kama 100 hivi wameshaletwa na wanafurahia na wanaibuka kabisa katika mitaa hii ya beach. Lakini kwa bahati mbaya bidada Jenny alikuwa ametimba mitaa hii na alipoweza kuingilia mifumo ya muziki, basi akapigisha shoti kila sehemu. Na kwa kutumia fursa hii ya hii taharuki ambayo imeweza kutokea kutokana na kuzima kwa muziki na baadhi ya shoti kutokea, mwamba Charlie akakimbia na kwenda kuchukua mitungi fulani hivi ya oksijeni, kisha akimbilie katika maeneo yale ya yachi na kuweza kutoroka katika maeneo haya. Lakini upande wa bidada Zoa ilikuwa ni kipengele kweli kweli kuweza kutoroka kwa sababu umeme tayari ulikuwa umesharejeshwa na kila kitu kilikuwa kinasetiwa vizuri kabisa. Lakini hivyo bidada Zoa akataka kutoroka japokuwa muziki ulikuwa umeweza kurudishwa. Akashangaa kwamba Luis ameweza kumkuta na akampiga kaleti moja hivi mpaka bidada akawa ameanguka chini. Tena mwamba Luis alikuwa na hasira zaidi kwa kugundua kwamba bidada Zoa amewahi kuingilia mifumo fulani hivi ya usalama kwa kuiba kadi yake. Hii kitu ilikuwa inamkelaga sana na anakamaindisha kweli kweli aka bidada. Lakini wakati huo bidada anataka kuweza kuliwa Zoa. Mwisho wa siku mwamba Ivan akawa ameingilia ugomvi huu na kuweza kumbamiza kando mwamba Luis. Na bahati mbaya sana ni kwamba aliweza kumgandamiza katika maji na mwisho wa siku mwamba Luis akapoteza maisha pale. Upande wa mwamba Charlie baada ya kudaivu kwa muda mrefu, mwisho wa siku akajikuta anaifikia ile boti. Sasa bana, kipengele ni kwamba kuna drone tayari shamfikia, na hii drone ilikuwa inaendeshwa na huyu bidada Mika ambaye mwamba kila siku anamtongozaga huyu bidada. Lakini licha ya kwamba bidada wakati mwingi anamkataaga huyu Charlie, lakini kumbe anampendaga. Akaamua tu kupotezea na kukaa kimya kana kwamba hajamuona. Sasa huku chini ambako bidada Africa alikuwa ameingia katika lile andaki, akashangaa kuona kwamba kuna makompyuta na mitambo ya maana sana huko ndani. Sasa bidada na akili zake za kuweza kuokota chekechea huko na sekondari, mwisho wa siku akawa ameminya button moja imeandikwa open. Hii button baada ya kuigusa tu kuna malada fulani ilikuwa imefungwa katika maeneo haya, kaanza kuzunguka kana kwamba kuna kitu fulani kilikuwa kikisubiriwa katika mitaa hii. Yule dogo anayefahamika kama Isaac alikuwa anamtibia mzee, akaweza kumrudia jamaa na kumwambia kwamba kuna dishi ambayo linazunguka na si kawaida kabisa. Wakati huo mwamba Nicholas alikuwa akitembea katika maeneo haya ya beach, anamtafuta bidada Zoa lakini hakuweza kumuona. Akawa anamtazama bidada Jenny, akaamini kwamba Jenny lazima atakuwa amefanya mpango wa kuweza kumtorosha bidada Zoa. Kumbe bana, Zoa yuko kupiga mbizi anaelekea katika ile boti. Lakini kitu ambacho kilikuja kumhuzunisha sana ni baada ya kumuona bidada ambaye anafahamika kama Gabi, dada yake, analetwa naye katika hiki kisiwa. Hiki kitu ilimvunja moyo sana. Na akiwa anapiga mbizi yuko katikati, aidha elekee kwenye boti au arudi kwa dada yake yule ambaye anapelekwa katika maeneo ya kisiwa. Yupo katikati, elewi nini afanye kwa wakati huo. Na season ya kwanza ya tamthilia yetu ndio ilikuwa inakomea katika mitaa hii, pale ambapo bidada Zoa aliweza kumuona dada yake akiwa anaitwa ndani ya kisiwa, lakini pia aliweza kushuhudia mtu mmoja ambaye aliingia katika mitambo ya kompyuta na kuweza kuwasha lada, na ikawa nasema kwamba ni kama kuna kitu kinakuja katika dunia yao. Ni kitu gani ambacho kinakuja hatuelewi.